Ndugu zangu katika iman, aya nilizozisoma sasa hivi zinaashiria mada ya hutuba yangu ya leo. Hutuba ya leo itaangazia hali za nafsi ya mwanadamu kama ilivyoelezwa na Qur'ani tukufu. Hali za nafsi ya mwanadamu au sifa za nafsi ya mwanadamu kwa mujibu wa maelezo ya Qur'ani tukufu. Hii ndio itakuwa mada ya Ijumaa yetu ya leo. Lakini kabla ya kwenda kuziangazia hali hizo tatu za nafsi ya mwanadamu, ni vema tukaitazama nafsi kidogo, alafu ndio twende kwenye mapote hayo matatu ya nafsi za mwanadamu. Nafsi, ndugu zangu katika iman, ndiyo kiini cha mwanadamu. Mwanadamu hawi mwanadamu bila ya nafsi. Harakati zote na vitendo vyote vya mwanadamu inayowajibika ni nafsi. Harakati na vitendo na hisia na tabia za mwanadamu zote anazozifanya, nafsi ndiyo inayowajibika. Hili limeelezwa kwa uwazi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara, sura ya 2 aya 281, pale Mwenyezi Mungu aliposema, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi, naogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu, thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, kisha kila nafsi iliyochuma italipwa kutokana na kuchuma huko. Kwa hiyo hii inaonyesha wazi kabisa kwamba nafsi ndiyo inaowajibika na vitendo vyote vile ambavyo vinazalishwa na mwanadamu. Na nafsi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyeiumba na anaijua undani wake. Na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyeibainisha nafsi uongofu na uovu. Hili Mwenyezi Mungu amelieleza katika surati Shamsi, sura 91 7 mpaka 10. Mwenyezi Mungu anasema, wa nafsi wa ma sawaha, na apa na nafsi kwa aliyeitengeneza, faalhamaha fujuraha wa taqwaha, akaifahamisha hiyo nafsi ovu na jema. Qad aflaha man zakaha, hakika amefaulu aliyeitakasha hiyo nafsi. Wa qad khaba man dassaha, na hakika amekula hasara yule aliyeiviza hiyo nafsi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ndio ambaye ameibainisha nafsi hii alhuda wadhalala, kwa maana uongofu na upotevu, na akaipa uhuru wa kuchagua, hurriyatul ikhtiyar, uhuru ule wa kuchagua kwamba ikitaka inaweza ikachagua uongofu na ikitaka inaweza ikachagua upotovu. Uhuru huu Mwenyezi Mungu ameutoa katika sura 18 Al-Kahf aya ya 29, pale aliposema, wa qul jaa al-haqqu min rabbikum, nasema hakika imewajieni haki kutoka kwa Mola, na hakika imekujia haki kutoka kwa Mola wenu, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, anayetaka amini, asiyetaka kufuru. Huu ndio hurriyatul ikhtiyar, huu ndio uhuru wa kuchagua katika uongofu na upotovu. Kwa hiyo nafsi
imepewa uhuru. Mwenyezi Mungu baada ya kuibainishia alhuda wadhalala, uongofu na upotovu, akaipa hurriyatul ikhtiyar, uhuru wa kuchagua. Ikitaka itaamini na ikitaka itapinga. Lakini Mwenyezi Mungu akaiwekea tambihi, akaiwekea uangalizo katika uhuru huo, kwamba uhuru huu ni wa hapa duniani tu, lakini amama Allahi yaumal qiyama itawajibishwa kutokana na uhuru huo uliochagua. Mwenyezi Mungu hili analiweka wazi katika surati Al-Imran, sura ya 3 aya ya 30, aliposema yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu abadan ba'ida, siku ambayo kila nafsi itakuta lile ambalo imelitenda hapa duniani miongoni mwa kheri au miongoni mwa shari litahudhurishwa kwake. Kwa hiyo pamoja na uhuru uliopewa, lakini imeambiwa siku ya kiyama itawajibishwa. Ikiwa imetenda kheri au imetenda shari, itawajibishwa na itatamani siku hiyo nafsi ikiwa imetenda baya, lau baya hilo liwe mbali kwa masafa marefu. Ndugu zangu katika iman, hii ndiyo hali au hii ndiyo nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameielezea katika Qur'ani tukufu. Lakini nafsi katika mwenendo wake inakuwa na nguvu tatu. Ina nguvu ya kutamani ambayo inaitwa quwwatu shahwa. Alafu vile vile ina nguvu ya hasira, quwwatul ghadab. Alafu vile vile ina quwwatul aqli, nguvu ya akili. Nguvu tatu hizi ndizo ambazo nafsi inazo. Hii nguvu ya matamanio kuidhibiti kwake inadhibitiwa bil iffati wasabri, inadhibitiwa kwa kujizuia na kusubiri. Mtu anapokuwa na matamanio atamtamani vitu, ili kujizuia basi inajuzuiwa bil iffati wasabri, kwa kujizuia na kusubiri. Ama nguvu ya ile quwwatul aqli, nguvu ya akili ni kwamba inaongozwa kwa hikma na busara. Na ama nguvu ya ghadab inazimwa bilhilmi wal anat, kwa upole na vile vile kwa kuwa mvumilivu. Katika nguvu tatu hizi ndugu zangu ndizo ambazo zinapatikana katika hali za nafsi, kwa sababu hali za nafsi au sifa za nafsi Mwenyezi Mungu alizozieleza katika Qur'an, ziko nafsi tatu au hali tatu ambazo Mwenyezi Mungu amezieleza. Na hapa sasa ndio naingia katika zile hali tatu ambazo Mwenyezi Mungu amezieleza za nafsi. Kila mmoja wetu, ikiwa mimi mwenyewe na nyinyi, ajitathmini katika hali tatu za nafsi hizi, yeye yuko katika pote gani? Nafsi ya kwanza Mwenyezi Mungu aliyoielezea, hali ya kwanza ya nafsi ni an-nafsul lawama, nafsi yenye kulaumu. Hii ndiyo nafsi ya kwanza. Nafsi hii Mwenyezi Mungu ameieleza katika sura 75 aya ya 1 hadi ya 2. Alisema la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawama, na apa kwa siku ya kiyama, na apa kwa nafsi yenye kulaumu mno. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ameitaja nafsi hii kwa kuwa ni nafsi yenye kulaumu. Hii ni nafsi ya kwanza. Na Mwenyezi Mungu ameapa kwa siku ya kiyama kwa sababu ni siku kubwa na ni siku ambayo ina uhakika kutokea siku hiyo. Na ameapa kwa nafsi kwa sababu hii ni nafsi ili ipate kutulizana na vile vile ili ipate kuzunduka ili ifanye mambo ya kheri. Na uhusiano wa kuwapa siku ya kiyama na kuwapa ni kwa nafsi, ni kwa sababu hii nafsi siku ya kiyama
itasimama peke yake, haina msaidizi wala haina mlinzi. Mwenendo wa nafsi hii allawama, ndugu zangu, ni kwamba nafsi hii inapenda kufanya kheri, lakini wakati huo huo inapenda kufanya maasi, lakini inayachukia. Katika wasifu wa nafsi hii lawama, inapenda vitendo vya kheri, lakini wakati huo huo inapenda kufanya maovu, lakini ikifanya inayachukia. Nafsi ya pili ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika Qur'ani ni an-nafsul ammaratum bisu'i, ni nafsi ambayo inaamrisha maovu. Hii ni nafsi ya pili. Nafsi hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika surati Yusuf kwa kusema inna nafsa la ammaratum bisu'i, hakika nafsi inaamrisha mabaya. Na wasifu wa nafsi hii ni kwamba ni nafsi ambayo inachukia kutenda mema, ni nafsi ambayo imezama katika dimbwi la maovu, ni nafsi ambayo istahwadha alaiha shaitan, imekuwa ni mateka wa shetani. Shetani ameizibia mambo yote, ndiko kupata hasara kuliko wazi. Ndugu zangu katika imani, haya ni mapote mawili ya nafsi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaeleza ndani ya Qur'an. Katika hutuba yetu ya pili insha Allah tutaelezea pote la mwisho katika nafsi tatu ambazo Mwenyezi Mungu amezieleza katika Qur'ani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mwisho mema. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نور الإسلام والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ndugu zangu katika imani, katika hutuba yetu ya kwanza tulizungumzia hali tatu za nafsi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezieleza katika Qur'ani tukufu. Tukazungumzia nafsi ya kwanza, Mwenyezi Mungu ameitaja kwamba ni nafsi lawama, ni nafsi yenye kujilaumu pale pindi inapofanya madhambi. Na nafsi ya pili tukasema ni an-nafsul ammaratum bisu'i, ni nafsi yenye kuamrisha maovu. Imebaki nafsi moja ambayo tutaizungumzia katika hutuba yetu hii ya pili, kisha wewe mwenyewe baada ya hapo utakaa ufanye tathmini katika nafsi tatu hizi upo kundi gani, kwa sababu kila mmoja nafsi yake anaijua, kama vile Mwenyezi Mungu alivyosema balil insanu ala nafsihi basira, hakika mwanadamu nafsi yake anaijua, walau alka maadhira, hata kama atatoa udhuru nyingi. Ndugu zangu katika imani, nafsi ya tatu ambayo Mwenyezi Mungu ameielezea katika Qur'ani ni an-nafsul mutmainna. Hii ni nafsi yenye utulivu. Nafsi hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameielezea katika sura ya 89 kuanzia aya ya 7, kuanzia aya 27 mpaka aya ya 30. Pale Mwenyezi Mungu aliposema ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ewe nafsi uliyetukuka,
rejea kwa Mola wako mlezi hali ya kuwa umeridhiwa, ingia katika kundi la waja wangu wema na ingia katika pepo yangu. Hii ndiyo nafsi ambayo tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika kundi la nafsi hii, kwa sababu nafsi hii Mwenyezi Mungu ameitaja hii an-nafsul mutmainna, nafsi tulivu, ameitaja ni kama yenye kuridhiwa, ni nafsi tulivu na ni nafsi tukufu. Wasifa wa nafsi hii ni kwamba ni nafsi ambayo inaridhia maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Maamuzi hayo sawa sawa yawe ni qadariya, maamuzi ambayo ni ya kikudra, au maamuzi ya sharia ambayo ni hukumu za kisheria. Nafsi hii imetulizana na imejipamba na uchamungu, na imejipamba na ikhlas, na imejipamba na ukweli. Nafsi hii ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na sifa zake hizo akaisema ni nafsi mutmainna. Ndugu zangu katika iman, baada ya kutaja mapote haya matatu ya nafsi, ni vema kila mmoja atakuwa nafsi yake, kwa sababu kila mwanadamu ana nafsi na nafsi ndio kiini chake. Kwa hiyo ni lazima atakuwa ameshajijua katika makundi haya matatu nafsi yake itakuwa ipo sehemu gani. Lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asitujalie katika nafsi ya ammaratun bisui, nafsi yenye kuamrisha mabaya. Wasallu wasallimu ala man amarakumullahu azza wa jalla bis-salati was-salami alayhi. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة وسائر التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأقم الصلاة.